Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja naye. Nawakaribisha ili kwamba tuweze kuendelea kujifunza neno lake Mwenyezi Mungu, na kama vile tumekuwa tukiangalia mfululizo wa fundisho la mfalme wa kaskazini, na tumefika mahali ambapo tayari tumeshaona ya kwamba mfalme wa kaskazini kwenye kitabu cha Danieli 11 kuanzia mstari wa 40 hadi mstari wake wa 45 ni serikali ya Roma ya kipapa, na tumekuwa tukiangalia matukio yake serikali ya kipapa kuanzia mstari wa 40 tumefika mstari wake wa 43. Leo tunataka tuangalie mstari wake wa 44 na 45 tunapoelekea Danieli 12:1, wakati Mikaeli anasimama na mlango kufungwa na kipindi cha taabu kwanza, kipindi cha taabu kuu kwanza. Na hivyo bila kupoteza muda, naomba ili kwamba tuombe ili tuweze kuangalia wakati maandiko yanazungumzia mfalme wa kaskazini katika kitabu cha Danieli 11 mstari wake ni 44, ya kwamba habari za kutoka upande wa mashariki na upande wa kaskazini zitamfadhaisha. Je, inamaanisha nini? Na wakati ambapo ataamua kuweza kuangamiza wengi inamaanisha nini? Na pia tuangalie pia mstari wa 45 unamaanisha nini? Kwa hivyo ningependa tuombe ili kwamba tuweze kuangalia fundisho hilo. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi ambayo umetukirimia ili kwamba tuweze kuendelea kuangalia neno lako. Nena pamoja nasi, tusaidie kuelewa. Tunaomba ili kwamba malaika wako watakatifu wenye nguvu wazidi kutuhimiza katika neno lako, na Roho yako Mtakatifu kupata nafasi ndani ya mioyo yetu kutusaidia. Katika Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Kwa hivyo wapendwa, naomba niwakaribishe sana kwa ajili ya fundisho la leo. Naomba tuende pamoja nanyi kwenye kitabu ni kile cha Danieli 11. Danieli 11 na mstari wake ni ule wa 44 na 45. Tukizungumzia mfalme wa kaskazini kipindi cha duniani. Mstari wa 44 maana hii ni series na tayari tumeangalia mpaka series number 7. Leo tunaangalia series number 8 ama series sehemu ama muendelezo wa fundisho sehemu ya 8. Kwa hivyo karibuni sana. Mstari wa 44 Danieli 11 inasema, but tidings out of east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Lakini habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharibu na kuondolea mbali watu wengi. Kuondolea mbali wengi. Kiingereza inasema to utterly to destroy, a great fury to destroy and utterly to make away many. Kwa hivyo kuna wengi ambao wanakusudia kuwaondoa. Hizi ni habari gani ambazo zinamfadhaisha mfalme wa kaskazini ambaye ni papasi? Ni habari gani hizi zinamfadhaisha ili aamue kuweza kuwafutilia mbali wengi? Ni habari gani hizi zinamfadhaisha ili aamue kuja kwa ghadhabu ili kuharibu na kuondolea mbali wengi? Naomba tuende nawe katika kitabu kile cha Isaya 40. Katika kitabu kile cha Isaya, tunafungua Biblia zetu kitabu cha Isaya. Naam, kitabu cha Isaya nitasoma Kiswahili na pia nitasoma Kiingereza. Kitabu cha Isaya tunasoma Isaya 40 na mstari wake ni ule wa 9 hadi mstari wake ni wa 10. Maandiko yanasema hivi: wewe uhubirie Sayuni habari njema. Kwa hivyo hapa kuna watu ambao wanatajwa ya kwamba wanahubiri habari njema. Panda juu ya mlima mrefu, wewe uhubirie Yerusalemu habari njema. Paza sauti kwa nguvu, paza sauti yako usiogope. Iambie miji ya Yuda, tazameni Mungu wenu, tazameni Mungu wenu. Kwa hivyo hapa kuna wale ambao wanahubiri habari njema. Kumbe hizi habari
ambazo zinamfadhaisha mfalme wa kaskazini, na hizi habari ni za kutoka mashariki na kutoka upande wa kaskazini, zinamfadhaisha mfalme wa kaskazini. Hizi habari tunahitaji kuziangalia. Kwa hivyo ni habari ambazo zinahubiriwa. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ni injili ambayo inahubiriwa, na injili hii inahusiana mashariki na kaskazini, na hivyo habari hizo zinamfadhaisha. Kwenye mstari wa 10 nasema, tazameni Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakaomtawalia. Tazameni thawabu yake i pamoja naye, na ijara yake i mbele zake. Kwa hivyo huyu, habari hizi njema zinatangaza ya kwamba anakuja hivi karibuni, na anakuja na ujira wake. Ina maana ya kwamba anakuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Hiyo inapatikana kwenye kitabu cha Ufunuo 22 na mstari wake ni ule wa 12. Maandiko yanasema, tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu sawa na kazi yake jinsi ilivyo. Kwa hivyo ni habari njema ambazo zinahusiana kurudi kwa Yesu, na ni kuja kwa Yesu kipindi ambacho anakuja kulipa kila mtu sawa na kazi yake jinsi ilivyo. Tunaambiwa habari hizo ni za kutoka upande wa mashariki na upande wa magharibi. Wacha tuone mashariki na magharibi inaongea kuhusu nini. Kitabu cha Isaya 41 na mstari wake ni wa pili. Kitabu cha Isaya mstari 41 mstari wa pili, na pia nitasoma mstari wa 25 hadi 27. Mstari wa pili inasema hivi: ni nani aliyemuinua mmoja atokaye mashariki? Kwa hivyo hapa kuna mmoja ambaye ameinuliwa kutoka upande wa mashariki, na maandiko yanaendelea kusema, ambaye katika haki amemwita Munguni pake, ampa mataifa mbele yake, na kumtawaza juu ya wafalme, awatoa wawe kama mavumbi kwa upanga wake, kama makapi yaliyopeperushwa kwa upinde wake. Mstari wa 25, maandiko yanasema, nimemwinua mtu toka kaskazini. Kwa hivyo huyu ameinuliwa kutoka upande wa kaskazini. Ameinuliwa ni nani huyu na anafanya nini? Maandiko yanasema, naye amekuja toka mawio ya jua. Kwa hivyo anainuliwa kutoka upande wa kaskazini, na tunajua ni Yesu ndiye ambaye ni mfalme ambaye amewekwa upande wa kaskazini, na atatoka upande wa kaskazini alafu atakujia kutoka mawio ya jua. Maandiko yanasema ya kwamba nimemwinua mtu toka kaskazini, naye amekuja toka mawio ya jua, amekuja anitajaye jina langu, naye atawajilia maliwali kama akanyangaye matope, na kama mfinyanzi afinyangaye udongo. Mstari 26, ni nani aliyehubiri habari tokea mwanzo tupate kuijua? Kwa hivyo hizi ni habari ambazo zinahubiriwa kuhusiana na yule ambaye anatoka upande wa kaskazini alafu anakuja anatokea upande wa mawio ya jua. Yesu akasema, kama vile upepo utokapo mashariki hata ukaonekana magharibi, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Na hivyo maandiko yanaendelea kusema habari hizo na tokea zamani tupate kusema, yeye ni mwenye haki, na hapana hata moja aliyetujulisha, naam hapana hata moja aliyetuonyesha, naam hapana hata moja aliyesikia maneno yenu. Mimi kwanza nitauambia Sayuni, tazama hawa ndio, nami nitampa Yerusalemu mletaji wa habari njema. Kwa hivyo kuna yule ambaye analeta habari njema ambazo zinahusiana na kuja kwa Yesu, ambaye atatoka upande wa kaskazini alafu atatokea upande wa mawio ya jua, upande wa mashariki. Kwa hivyo hizo habari zinahitaji zihubiriwe, na habari hizo zitamfadhaisha mfalme wa kaskazini, maana hataki kusikia habari za kuja kwa Yesu, na hataki kusikia huyu Yesu anakuja kumlipa kila mtu sana kazi yake ilivyo. Kwenye kitabu cha Ezekieli 43 na mstari wake ni wa kwanza hadi mstari wa pili, maandiko yanasema, kisha kanileta mpaka langoni, yani lango lile
lielekealo upande wa mashariki. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki. Kwa hivyo hapa tunaona ya kwamba kuna habari ambazo zinahusiana na lango ambalo linaelekea upande wa mashariki, na utukufu wa Bwana unatokea upande wa mashariki, na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, na nchi iling'aa kwa utukufu wake. Na tunajua kwamba Ufunuo 18 ndio kunaletwa ujumbe ambao unasema ya ujumbe wa malaika ambaye anaangaza dunia yote kwa utukufu wa Bwana. Kumbe huyo malaika ni malaika ambaye anatokea upande wa mawia ya jua, na yule malaika analeta ujumbe ambao unasema umeanguka Babeli. Kwa hivyo habari hizi ambazo zitamfadhaisha mfalme wa kaskazini ni habari ambazo pia zinatangaza ya kwamba Babeli imeanguka, ujumbe ambao unaangaza dunia kwa utukufu wa Bwana. Kwenye kitabu cha Ufunuo 18 na mstari wake ni wa kwanza, labda kama hujaisoma naomba tusome pamoja nao. Ufunuo 18 na mstari wake ni wa 10, mstari wa Ufunuo 18 mstari wa kwanza. Ufunuo 18 na mstari wake ni wa kwanza inatuonyesha ya kwamba ujumbe ambao unahusiana na kuangaza dunia kwa utukufu wa Bwana ni ujumbe wa Ufunuo 18. Inasema, baada ya hayo niliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake, wala musipokee mapigo yake. Kwa hivyo ni ujumbe ambao unaita watu watoke Babeli, maana Babeli inatangazwa kuanguka. Kwa hivyo habari njema, ujumbe ambao anazungumzia kuanguka kwa Babeli, malaika yule ambaye anaangaza dunia kwa utukufu wa Bwana, ndio ujumbe wa mwisho duniani. Unaonya watu watoke Babeli, unaita watu kuambia Babeli imeanguka, kwa sababu imenywesha mataifa yote mvinyo wa ghadhabu ya uasherati wake, na wafalme wa dunia wameshirikiana na yeye, na wale ambao wanakaa duniani wamekunywa mvinyo wa Babeli, na Babeli imekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu. Yeremia 1 na mstari wake ni wa 13. Kwa hivyo habari za kuja kwa Yesu kwa ajili ya kulipa kila mtu sana kazi yake jinsi ilivyo, na Yesu anaanza kulipa wakati mapigo 7 ya mwisho duniani yanaanza kumwagika. Ujumbe ambao unahusiana na ghadhabu ya Mungu ambayo inakuja, na ujumbe ambao unazungumzia kuhusu kuanguka kwa Babeli, ujumbe ule unamfadhaisha mfalme wa kaskazini ambaye ni serikali ya kikanisa ya kipapa, serikali ya kiibada. Kitabu cha Yeremia 1 na mstari wake ni wa 13 hadi mstari wake ni wa 16. Neno la Bwana likanijia mara ya pili kusema, waona nini? Nikasema, naona sufuria lenye maji yatokayo, na mdomo wake unaelekea toka upande wa kaskazini. Sikia, upande wa kaskazini kunatoka nini? Kwa hivyo tumeshaangalia upande wa mashariki, ujumbe gani unatokea pale kaskazini. Sikia vile maandiko yanasema, ndipo Bwana akaniambia, toka kaskazini mabaya yatatokea na kuwapata watu wote wakao katika nchi hii. Kumbe ni habari ambazo zinazungumzia mabaya yanayotokea upande wa kaskazini na kuwapata wote ambao wanakaa juu ya dunia hii. Inasema mstari wake ni wa 15, kwa kuwa tazama, nitaziita jamaa zote za falme za kaskazini, asema Bwana, nao watakuja na kuweka kila mtu kiti chake cha enzi mbele ya mahali pa kuingilia mlangoni pa Yerusalemu, na kuzielekea kuta zake pande zote, na kuelekea miji yote ya Yuda. Inaendelea kusema mstari wa 16, nami nitatamka hukumu zangu juu yao kwa habari ya uovu wao wote. Kwa hivyo ni habari ambazo zinahusiana na uovu, ni hukumu inaletwa. Kwa hivyo habari ambazo zinahusiana na hukumu ya Mungu pia ni habari ambazo zinatoka upande wa kaskazini. Kwa hivyo habari zinahusiana na hukumu ya Mungu ni habari ambazo zinatoka upande wa kaskazini. Maandiko yanasema
inaendelea kusema ya kwamba kwa sababu wakaifukizia uvumba miungu mingine, wakaziabudu kazi za mikono yao wenyewe. Kwa hivyo hukumu inakuja kwa ajili ya wale ambao wameingia katika ibada ya masanamu, ibada ya kufukiza uvumba, ibada hiyo ya kazi ya mikono ya wanadamu. Kwa hivyo ujumbe kama huo utafadhaisha mfalme wa kaskazini, utamfadhaisha mfalme wa kaskazini, na huo ujumbe ndio utamfanya akasirike, apatwe na ghadhabu, ili kuangamiza wale ambao wanapeana ujumbe huo. Kwa hivyo ni ujumbe ambao unapeanwa katika kipindi cha kilio kikuu, na wakati ujumbe huo unapeana kipindi cha kilio kikuu, utafanya mfalme wa kaskazini ambaye ni papa kumfadhaisha. Naomba nisome nukuu moja kwenye kitabu ambacho kinaitwa Manuscript List Volume 4MR page 330 paragraph 1, page 330 paragraph 1. Pia unaweza ipata katika letter 54 ya mwaka wa 1906. Inasema a message will soon be given by God's appointment that will swell into a loud cry, ya kwamba ujumbe hivi karibuni unaenda kupeanwa na wale ambao Mungu amewachagua, na ujumbe huo unaenda kufura na kuwa kilio kikuu. Inasema we are standing upon the borders of the greatest event in the world's history. Tunasimama katika mipaka ya matukio ama tukio kubwa la historia la kidunia. Satan must not have power over the people of God. Na shetani hafai kuwashinda watu wa Mungu, causing them to sleep on, na kuwashinda na kuwafanya walale wasipeane ujumbe huo. Tunaambia kwamba the papacy will appear in its power. Kwa hivyo ujumbe huu unaonya dhidi ya mfalme wa kaskazini ambaye ni papacy, ambaye anakuja kwa nguvu. Tunaambiwa the papacy will appear in its power, anakuja kwa nguvu. The time of trouble is near. We are to awake to a realization of this, na ya kwamba kipindi cha taabu kinakuja, kimekaribia, na hivyo tunafaa kuamka kwa ajili ya kungundua hayo. Kwa hivyo sikiza wapendwa, inamaanisha kwamba kilio kikuu, ujumbe wa kilio kikuu ambao utamfadhaisha mfalme wa kaskazini ambaye ni papacy, ujumbe huo unahusiana na kilio kikuu. Ujumbe huo wa kilio kikuu unahusiana na tukio ambalo linahusiana na papa, na linahusiana pia na matukio ambayo yanahusiana na kufungwa kwa mlango wa rehema na kipindi cha taabu kuingia. Kwa hivyo matukio ambayo inatupelekea mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema na kipindi cha taabu kuanza ni matukio ambayo inahusiana na mtu wa kuasi ambaye ni serikali ya kipapa, ambaye ndio mfalme wa kaskazini. Sasa wakati ujumbe huo utapeanwa, atakusudia kuangamiza watu wa Mungu? Atakusudia kupigana watu wa Mungu? Ndiyo, maandiko nasema hivyo kwenye kitabu ni kile cha Ufunuo 17 na mstari wake wa 12 hadi mstari wa 14. Maandiko nasema na zile pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna wafalme 10 ambao hawajapokea ufalme bado, ndio wafalme 10 wa New World Order, utaratibu mpya wa kimataifa ambao inaletwa na United Nations. Unaletwa na United Nations, na wanataka kuleta one world government, one world religion under a one world leader. Kwa hivyo hapa kuna wafalme 10 hawajapokea ufalme bado. Na maandiko yanasema wanapokea ufalme, hawajapokea ufalme bado, lakini wanapokea mamlaka muda wa saa moja pamoja na ule mnyama. Kwa hivyo yule mnyama ndiye atakuwa one world leader, ambayo tunaona serikali ya kipapa ndiyo itakuwa inatawala dunia yote, ikiwa imepewa nguvu na hao wafalme 10 ambao wanashauriana. Inasema na wale ambao watakuwa mstari wa mbele kusimamisha mfalme huyo ambaye ni serikali ya kipapa, yule mnyama ni Marekani, maana ndio spokesman, alafu wafalme wengine wanakubaliana. Inasema hivi, hao watafanya vita na mwana kondoo, na itafanyika tu kama vile papa alivyokuwa anaanza kutawala mara ya kwanza kutoka 538 AD.
vile papa alitawala kuanzia 538 AD, wale wafalme 7 wakakubaliana, ambao ni France, Italy, Spain, Portugal, German, Switzerland, England, wakakubaliana. Akawa Justinian wa kutoka France, akawa ndiye alikuwa mstari wa mbele kuidhinisha serikali ya kipapa kutawala dunia. Vivyo hivyo Marekani watakuwa katika mstari wa mbele kuidhinisha serikali ya kipapa kutawala dunia, lakini wafalme 10 wataungana kumpatia mamlaka yake. Maandiko yanasema, maana Ufunuo 13 mstari wa 12, maandiko yanasema yule mnyama wa pili ambaye ni serikali ya kipapa afanye dunia yote na wote wanaokaa ndani yake wamwabudu mnyama wa kwanza aliyekuwa na jeraha la mauti, naye akaishi, ama jeraha la upanga. Kitabu ni kile cha Ufunuo 17 mstari wake, naendelea mstari wa 13. Hawa wanashauri moja, nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana kondoo, na mwana kondoo atawashinda, kwa maana yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kwa hivyo wataanza kupigana vita kwanza na watu wa Mungu, na hivyo wanapopigana vita na watu wa Mungu, kipindi cha Sunday Law, kipindi cha alama mnyama kulazimishwa kuanzia Marekani na dunia yote kukubali, watu wa Mungu wanapoteswa, ni Yesu atakuwa anateswa, lakini baadaye Yesu naye atawashinda. Yesu atawashinda, kwa maana ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa hivyo atapigana vita na watu wa Mungu, na wakati watakuwa wanafanya hivyo, ni vita watakuwa wanaelekeza kwa Yesu, na Yesu atawashinda. Na wote ambao watakuwa upande wa Yesu ni wale walioitwa, wakateuliwa na ni waaminifu. Ndio maana unaona wakati Sauli alikuwa anatisha kuwatesa Wakristo, Yesu alikutana naye, nuru ikamwangazia Sauli kutoka mbinguni. Akasikia sauti imemwambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Akauliza, huu nani wewe Bwana? Akamwambia, mimi ni Bwana Yesu unayeniudhi mimi. Na wakati alikuwa anaenda kutesa wanafunzi wa Yesu. Kwa hivyo watu wa Mungu inakuwa hivyo, ya kwamba serikali ya kipapa inaenda kutesa watu wa Mungu na itatafuta kuangamiza na kuwaua. Ndio maana ile Danieli 11, kwa hivyo maandiko yanavyosema ya kwamba habari zitokazo mashariki na kaskazini zitamfadhaisha, naye atatoka kwa ghadhabu nyingi ili kuharimu na kuondolea mbali wengi. Inamaanisha ya kwamba atawaangamiza wengi, atatoka ili apate kuangamiza wengi. Tasikiza kitabu, naomba nisome roho nabii katika kitabu kinaitwa Last Day Events, page 255 and paragraph 4. Na ukiangalia inasema, topic inasema Satan's goal to destroy all Sabbath keepers. Says the great deceiver, our principal concern is to silence this sect of Sabbath keepers. We will finally have a lot to exterminate all who will not submit to our authority. Kwa hivyo watasema ya kwamba hawa kakikundi kawatunza sabato ambao hawataki kujisalimisha kwa mamlaka yetu, hatimaye tunataka tuweze kutoa sheria ya kuondoa katika dunia na kuangamiza. Kwa hivyo watakusudia, watangadhabika na watakusudia kuangamiza watu wa Mungu. Page 255 and paragraph 5, the same book, Great Controversy, Last Events, sorry, page 255 paragraph 5 inasema, it is the purpose of Satan to cause them to be blotted from the earth in order that his supremacy of the world may not be disputed. Ya kwamba ni kusudi la shetani ya kwamba haweze kuondolewa duniani, ili kwamba hii mamlaka yake ya duniani yaache kupingwa. Maana tuliona mamlaka ya kipapa ni mamlaka ya shetani. Maana Ufunuo 13 na mstari wake wa 4, maana anasema watu wakasudu joka shetani, kwa sababu joka shetani alimpatia yule mnyama mamlaka yake. Kwa hivyo hayo mamlaka ya joka shetani ndio mamlaka aliyo na mnyama. Kwa hivyo ndio maana shetani anakusudia kutumia mamlaka hayo ili kuangamiza watu wa Mungu. The remnant church, page 256 paragraph 1. The remnant church will be brought into great trial and distress. Kanisa la masalio wataletwa katika majaribu makubwa. Those who keep the commandments of God and the faith of Jesus will feel the hire of the dragon and its oaths. Kwa hivyo wale ambao wanashika amri za Mungu na imani ya Yesu watasikia ghadhabu ya shetani na jeshi lake. Satan numbers the world as his subjects
Shetani anahesabu ulimwengu kuwa wanafaa kuwa chini ya mamlaka yake. He has gained control of the apostate churches. Ameweza kuteka makanisa yaliyoasi. But here is a little company that are resisting his supremacy. Lakini hapa kuna kakikundi kandogo ambako kanapinga mamlaka yake. If he could blot them from the earth, kama anaweza kuwatupilia mbali kutoka katika nchi, his triumph would be complete. Ushindi wake ungekuwa umekamilika. As he influenced the heathen nations to destroy Israel, so in the near future he will stir up the wicked powers of the earth to destroy the people of God. Kama vile alivyofanya mataifa kuweza kuangamiza Israeli katika kipindi kile cha zamani, ndivyo hivi karibuni anaenda kuchochea nguvu za ambazo ni za yule mwovu, ama nguvu ambazo ni mbovu za dunia hii kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hivyo ni kweli ya kwamba watu wa Mungu wataenda kutafuta kuangamizwa kwa sababu ya kusimamia ukweli, kudhihirisha utukufu wa Mungu. Maana tuliona pia kaskazini kunatokea, upande wa mashariki kunatokea utukufu wa Mungu, unatokea utukufu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu kwa sababu ya kudhihirisha utukufu wa Mungu, watu wa Mungu kwa sababu ya kuhubiri ujumbe ambao unahusiana na Babeli, ujumbe ambao unaletwa na malaika anayeangaza dunia kwa utukufu wa Bwana, ujumbe ambao unasema ya kwamba Yesu anakuja hivi karibuni kulipa kila mtu sawa na kazi yake jinsi ilivyo. Wapendwa, ujumbe huo utamfadhaisha mfalme wa kaskazini ambaye ni serikali ya upapa. Atakuwa amekalia kiti cha shetani, na hivi atatumika pakubwa na kushawishi wafalme wote wa dunia na viongozi wote wa kidini ambao wako katika makanisa ambayo yameasi, ambao wamekataa ukweli, kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu watatafuta kuuawa. Danieli 11 na mstari wake na 45. Naye ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari na mlima mtakatifu wa uzuri, lakini atafikiria ajali yake, wala hakuna atakayemsaidia. Kwa hivyo yapendwa, tunaambiwa ya kwamba mfalme wa kaskazini ataweka hema zake za kifalme kati ya bahari. Bahari tunajua ni watu wengi katika mataifa. Kwenye kitabu cha Isaya 17:12 maandiko nasema nguruma ya watu wengi wana nguruma kama ngurumo ya bahari. Nguruma ya mataifa wana nguruma kama nguruma ya maji mengi. Kwa hivyo watu wengi katika mataifa wanafanishwa na bahari. Kwa hivyo anapoweka hema zake katikati ya bahari, inamaanisha kwamba ameweka hema zake za kifalme kutawala dunia nzima. Inamaanisha ya kwamba dunia nzima imetekwa, na hivyo atakusudia pia kutaka kuteka mlima mtakatifu, na tunajua ya kwamba mlima mtakatifu ni kanisa lake Mungu. Mlima mtakatifu, ukisoma kitabu cha Isaya 2:2 maandiko yanasema mlima wa nyumba ya Bwana utainuliwa juu ya vilima, na mataifa mengi watauendea makundi. Watasema John, tuende katika mlima wa Bwana, tuende katika nyumba ya Mungu wa Yakobo. Nyumba, mlima, nyumba. Maana ya mlima, maana ya nyumba ni kanisa la Mungu. Timotheo 1:3-15, nikikawia mpate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kwa hivyo Biblia inaposema ya kwamba and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end and none shall help him. Wapendwa, ni ya kwamba serikali ya kipapa itakuwa inataka kuteka hata kanisa la Mungu, lakini hata faulu, ndio wanafikia mwisho wake. Kwa hiyo baada ya kuteka dunia nzima na bahari kwa upande wake, na kuwa serikali yake yote, serikali yake ama hema zake za kifalme zimekamata dunia yote, zimekamata ulimwengu mzima, zimekamata mataifa yote, atataka pia kuteka kanisa la Mungu kabisa, lakini haitawezekana. Hapo ndio atafikiria mwisho wake. Hapo ndio atafikiria mwisho wake kwa njia gani? Atafikiria mwisho wake kwa njia gani? Naomba nisome kwenye kitabu cha Ezekieli. Mwisho wake anaufikia namna gani? Maana tunaambiwa anafikia mwisho wake. Hapo ndio atafikia mwisho wake. Kiingereza inasema yet he shall come to his end and none shall help him. Hakuna mtu akumsaidia, hakuna mtu akumsaidia. Kwanza tuanze anafikia mwisho wake aje, na kwa nini hakuna mtu akumsaidia anapofikia mwisho wake? Tasikiza, anapofikia mwisho wake
inamaanisha nini kufikia mwisho wake? Kitabu cha Ezekieli. Nataka nianzie Ezekieli 7 na mstari wake ni wa 6. Nataka nianzie mstari wa 5. Inasema hivi: Bwana Mungu asema hivi, ni jambo mbaya la namna ya pekee yake. Angalia, linakuja. Mwisho umekuja. Mwisho huu umekuja, unaamka ukupate. Angalia, unakuja. Kwa hivyo mwisho unakuja. Unakuja kumpata nani? Bila shaka tumeona mfalme wa kaskazini, mwisho unakuja kumpata. Lakini maandiko yanasema ajali yako imekujia, wewe ukae katika nchi hii. Majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo, wala si ya shangwe milimani. Basi hivi karibu nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitazitimiza hasira zangu juu yako, nami nitakuhukumu sawa sawa na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Kwa hivyo wakati maandiko yanasema mwisho umekuja na umekuja dunia nzima, mwisho ambao unakuja na unaamka ukupate, maandiko yanasema mwisho ni ya kwamba Mungu anamwaga ghadhabu yake. Ghadhabu ya Mungu ni nini? Ufunuo 15 na mstari wake ni wa kwanza. Maandiko yanasema, kisha nikaona ishara nyingine katika mbingu iliyo kubwa na ya ajabu, malaika 7 wenye mapigo 7 ya mwisho, maana katika hayo ghadhabu ya Mungu imetimia. Kwa hivyo kipindi cha mapigo 7 ya mwisho, mwisho utakuwa umekuja. Ghadhabu ya Mungu ni mapigo 7 ya mwisho. Kwa hivyo wakati maandiko yanasema mwisho unakuja na unakuja hata mfalme wa kaskazini, ni ya kwamba mapigo 7 ya mwisho yatakuwa yameanza kumwagwa duniani. Kwa hivyo mwisho unapokuja ni ghadhabu ya Mungu inatimia, ni mapigo 7 ya mwisho inaanza kumwagwa duniani. Na hivyo ghadhabu ya Mungu inaanza kumwagwa duniani. Na si kwamba ghadhabu ya Mungu haipati mfalme wa kaskazini, hata mfalme wa kaskazini atapatwa na mapigo 7 ya mwisho. Ndiyo maana hata pigo la 5 itakuwa ni kutia nguvu, kutia giza kiti cha enzi cha ufalme wa kipapa, kiti cha enzi cha Babeli, kiti cha enzi cha ufalme wa kaskazini, na watatafuna ndimi zao kwa sababu ya yale mapigo 7, kwa sababu ya yale mapigo ambayo inampata. Kwa hiyo si kwa sababu ya pigo la 5 peke yake, hata kwa sababu ya vidonda ambazo zitakuwa mwili mzima, majipu ambayo itampata, kwa sababu yatapata wale ambao watakuwa katika serikali ile, na wale pia watakuwa wamekubaliana naye. Kwa hivyo mwisho unapokuja ni mapigo 7 ya mwisho inamwagwa. Ina maana ya kwamba wakati mwisho unafika ni sawa na Danieli 12 kuanzia 1 inasema hivi. Naomba nisomee Danieli 12. Lakini kabla nijasoma Danieli 12 naomba nisome Ufunuo 15 mstari wake ni wa 8. Ufunuo 15 na mstari wake ni wa 8. Maandiko yanasema, hekalu likajazwa moshi uliotoka kwenye utukufu wa Mungu na uweza wake, wala hapakuwa na mtu aliyeweza kuingia ndani ya hekalu hata yatimizwe mapigo 7 ya wale malaika 7. Kwa hivyo hakuna mtu ataweza kudumu ndani ya hekalu. Kazi ya huduma ya hekalu itakuwa imeisha. Yesu atakuwa maliza kazi yake, na hivyo hakuna mtu atakuwa anaweza kudumu ndani ya hekalu. Kwa hivyo kazi ya huduma ndani ya hekalu ya mahali patakatifu itakuwa imeisha mpaka mapigo 7 ya mwisho yatimizwe, mpaka mapigo 7 ya mwisho yatimizwe. Danieli 12 na mstari wake wa kwanza. Danieli 12. Kwa hivyo Danieli 11 mstari wa 45 inatupelekea Danieli 12:1, Mikaeli kusimama, mapigo 7 kumwagwa, na hakuna mtu wa kumsaidia. Kwa nini hakuna mtu wa kumsaidia? Tunakuja hapo. Wacha kwanza nisome Danieli 12:1 hadi mstari wa 2. Nasema, wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu. Wakati huo, wakati gani? Bila shaka inaturudisha kwa hilo fungu la 45. Wakati huo, wakati gani? Wakati ambapo ataweka hema zake za kifalme katika bahari, mataifa, na kutaka kuteka kanisa la Mungu. Hapo wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake au kuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Kwa hivyo maandiko yanatuonyesha kwamba Mikaeli atasimama. Taabu ambayo itaonekana tena duniani itaanza. Kwa hivyo taabu kubwa, taabu ya kipindi cha mwisho duniani, taabu
itaanza, mapigo 7 ya mwisho duniani yanaanza kumwagwa. Wakati maandiko katika kitabu cha Danieli 11:45 wakati nasema ya kwamba atafika mwisho wake ama itamfikiria ajali yake wala hakuna atakayemsaidia. Kwa nini hakuna atakayemsaidia? Wakati wa mapigo 7 ya mwisho, wakati wa ghadhabu ya Mungu, maandiko yanaposema ya kwamba hakuna atakayemsaidia, inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wale ambao walikuwa wanamsaidia kusimama ili kutawala watamgeuka. Naomba nisome katika kitabu kile cha Ufunuo, Revelation. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo 18 na kuanzia mstari wake ni wa 8 hadi mstari wake ni wa 11, maandiko yanasema, kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja, mauti na huzuni na njaa, na atateketezwa kabisa kwa moto, kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu, na hao wafalme wa nchi waliompatia ufalme. Maandiko yanasema, na hao wafalme wa nchi waliozini naye na kufanya nasa pamoja naye watalia na kumwombolezea, wauonapo moshi wa kuungua kwake. Mstari wa 10 nasema, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu, Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Kwa hivyo hata wafalme wa dunia wanasimama mbali, wanaogopa hata kushirikiana na yeye. Mstari wa 11, na wafanyabiashara na wa nchi walie na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Kwa hivyo hata wafanya biashara wakuu wa dunia waliopata mali na utajiri kwa kiburi chake, wapendwa, hata wao watasimama mbali, watakuwa hakuna anayenunua bidhaa zake tena, maana hukumu yake imekuja. Kwenye kitabu cha Ufunuo 17 na mstari wake ni wa 16 hadi mstari wake ni wa 17, maandiko yanasema, na zile pembe 10 ulizoziona na huyo mnyama, hao watamchukia yule kahaba, nao watamfanya kuwa ukiwa na uchi, watamula nyama yake, watamteketeza kabisa kwa moto. Maana Mungu ametia mioyoni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja, na kumpa yule mnyama ufalme wao, hata maneno ya Mungu yatimizwe. Kwa hivyo watamgeuka Babeli, wale wafalme ambao walimpatia kutawala, kumpatia yule mnyama kutawala pamoja na yule mwanamke aliyekalia yule mnyama. Kwa hivyo watageuka Babeli ya mwisho duniani, wala wafalme watamgeuka. Kwa hivyo hata kwa upande wake tena, na ndiyo maana ya wakati Ufunuo 16 na kuanzia mstari wake ni wa 12, wakati wa pigo la 6, wakati maandiko yanasema ya kwamba mto Frati utakauka ili kuandaa njia ya mfalme anayetoka upande wa mawia jua ama upande wa mashariki. Ni ya kwamba, wapendwa, ni ya kwamba mto kukauka, maana ya mto ni watu. Kukauka kwake ni ya kwamba tunajua mto Frati ndio ulisapoti Babeli ile ya kale. Kwa hivyo Babeli ya mwisho duniani inasapotiwa na wafalme wa dunia na watu wengi ambao watakuwa upande wa Babeli kuisupport. Sasa kukauka kwake ni ya kwamba ataondokea, na wataondokea wakiwa wamechelewa, watamungeuka, na hivyo njia sasa itakuwa inaandaliwa kwa ajili ya kuja kwa Yesu mawinguni. Kwa hivyo wapendwa, katika mapigo 7 ya mwisho, wakati anafika mwisho wake, hakuna mtu atamsaidia. Kipindi cha mapigo 7, wakati ghadhabu yake imekuja, wakati hukumu zimekuja kwa ajili ya Babeli, ni ya kwamba hakuna mtu atamsaidia. Atakuwa amefika mwisho wake na hakuna mtu wa kumsaidia. Atakuwa hakuna yule ambaye atasimama upande wake wakati wa mapigo 7 ya mwisho. Kila mtu atakuwa anapokea mapigo 7 ya mwisho, wale ambao walikubali kuungana naye, lakini sasa wanamchukia, wanamgeuka. Kwa hivyo wapendwa, ni ya kwamba tujitenge na Babeli ya mwisho duniani, tusihesabiwe kuwa miongoni mwa wale ambao
watapokea mapigo 7 ya mwisho. Ufunuo 18 na mstari wake ni ule wa 4. Ufunuo 18 na mstari wake ni wa 4. Maandiko yanatuambia hivi ya kwamba kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake wala musipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Kwa hivyo usikubali kupokea mapigo ya Babeli, usikubali kushiriki dhambi za Babeli na kupokea mapigo ya Babeli. Kwa hivyo Babeli inapoenda kuweka Babeli ya mwisho duniani, mwanamke kahaba, kanisa la Roma ambalo limekalia mnyama, serikali ya Roma, kanisa la serikali ya Roma, wafalme wa dunia wanaoshirikiana naye na watakaopea serikali ile ya Roma ya kikanisa kutawala, na watoto wake, madhehebu mengine na dini zingine ambazo zinashirikiana na kanisa la Roma, hatimaye kufikia mahali pa kutesa watu wa Mungu baada ya kukataa ukweli na kubaliana na mafundisho ya Roma. Basi ninawaomba tafadhali, watu wa Mungu, tokeni hiyo Babeli, tokeni katika hiyo Babeli. Makanisa yaliyoasi, madhehebu yaliyoasi, jitengeni na Babeli, jitengeni na kanisa la Roma, jitengeni na Babeli. Mungu anasema, maana Mungu anajua na watu wake walio kule. Ndio maana maandiko anasema, tokeni kwake enyi watu wangu. Yohana 10:16 Yesu anasema, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao imenipasa kuwaleta. Sauti yangu wataisikia na watakuja, kisha kutakuwa na kundi moja na mchungaji moja. Wacha tuweze kubali kwa kundi moja la Yesu. Walipo 2 au 3 wamekusika kwa jina langu, Yesu anasema niko katikati yao. Tukubali kufuata ukweli na kusema mahali ambapo kuna ukweli. Tujiunge na kundi la masalio la watu wa Mungu wanaoshikilia kweli, wanaokumbatia kweli. Tujitenge na Babeli ya mwisho duniani, tujitenge na mfalme wa kaskazini ambao ndio Babeli ya mwisho duniani, Babeli ya kiroho. Na ili kwamba tusikubali kushiriki dhambi za Babeli. Wanapoweka alama mnyama kule kule Marekani na baadaye kupitishwa hiyo alama mnyama dunia nzima, sheria Jumapili ya kulazimisha ibada hiyo ya Jumapili ikilazimishwa Marekani, alafu kisha ilazimishwe dunia nzima, watu wa Mungu tujihadhari, tusiwe miongoni mwa wale ambao watakubali na ibada hiyo. Tujitenge na Babeli kungali mapema. Kitabu kile cha na Mungu anatuambia kwamba tujitenge mapema hata kabla ya sheria hiyo kupitishwa. Lakini kama bado hujasikia ujumbe huo, inafika wakati utausikia na utaweza kujitenga. Kitabu ni kile cha Zefania 2 na mstari wake ni wa kwanza, jikusanyeni na mjikusanyeni, taifa lisilo na haya. Kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana, kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana, ghadhabu ya Mungu, hasira yake, mapigo 7 ya mwisho. Kwa hivyo kabla mapigo 7 ya mwisho kumwagwa duniani, wapendwa, tusikie sauti ya Mungu kabla haijazaa ile amri na kabla ile sheria kutolewa ya kwamba mtu yeyote ambaye ataabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake hataweza kubalika kununua na kuuza isipokuwa na chapa ile ya mnyama. Basi kabla hiyo sheria haijapitishwa, tukubali kujiunga upande wa Mungu, tujikusanye upande wa Mungu na upande wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu na kwa ajili ya dhambi zetu. Tunapata msamaha dhambi zetu kupitia kwake. Mungu awabariki. Wacha tuombe. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa nafasi ambayo umetukirimia kuweza kuangalia neno lako. Tusaidie kusimama mahali ambapo tunaweza tetea ukweli. Saidia watu wako kujitenga na Babeli na kujitenga na madhehebu yaliyohasi. Tunaomba ili kwamba neema yako itoshe kila moja anayesikia ujumbe huu, ukimpa ushawishi ndani ya moyo wake, katika Kristo Yesu Bwana wetu tunaomba na kushukuru. Amen. Asante. Mungu awabariki.